Swali langu la kwanza, mnakopesha pikipiki na bajaji kwa kutumia CMPD. Mnaonaje mngetumia na makundi mengine ili kuweza kutagua wigo wenu ukawa mkubwa zaidi? Kwa sababu ukienda katika baadhi ya makundi mengine haya kuna urasimu mwingi sana mpaka kuweza kuwafikia. Kwa hicho kiwango ambacho mmekitaja cha wastani wa hayo makusanyo ya shilingi 60,000 mpaka 70 mpaka 68, ina maana wastani 70,000, chini ya 70,000 kwa wiki. Watanzania wengi sana wanaweza kumudu kwa sababu wana uhitaji sana na hii kazi. Lakini namna ya kuweza kuwafikia mpaka mtu akapata huo mkopo, kuna sintofahamu nyingi sana kabla ya kuwafikieni nyinyi ambazo zinamfanya mtu anakata tamaa mapema. Hilo la kwanza. Lakini ulisema kuna mkopo kabla hujaanza kuna wastani wa 20%. Ukatolea mfano milioni ni milioni 10 ni milioni 2. Sawa. Je, hujatuambia kabisa kwa uwazi kama na kwenye bodaboda pia ipo hivyo 20%. Kama ni milioni 3, 20% tunaitafuta labda 600,000 au ngapi. Lakini pia hapo kuna watu wengi ambao wana uhitaji ila hiyo 20% kwao ni mtihani. Kwa hiyo je, kuna jambo gani linaweza likafanyika hiyo 20% ambayo alitakiwa kulipa wastani wa labda 600,000 inakatwa anatoa 200,000, alafu ile 400,000 inasogezwa mbele kwenye mkopo? Hilo jambo linawezekanika. Lingine pia kuna watu wengine anaweza kutaka kukopa labda wastani milioni 3 pikipiki, anayo milioni 1.5, anatakiwa nyinyi mumkopeshe nusu tu ya pesa. Je, kuna makubaliano rasmi mnaweza mkaingia na mtu akaweza kufikia mkataba huo? 20% ina apply kote kwenye mikopo ya pikipiki na bodaboda na bajaji na guta. Kwa hiyo bei ya chombo kama pikipiki ni milioni 3, wewe piga hesabu ya 20% ndio unaochangia. Kwa hiyo kama milioni 3 maana kianzio kitakuwa shilingi ngapi? 600,000 kama sikosei. Kwa hiyo kwa ujumla wake mikopo yote hii ya master boda ya pikipiki ya miguu miwili, bajaji na guta zote ni 20% kwa mchango. Na 20% hiyo sawa, tuingize kwenye mkopo. Kule tunakupa mkopo kwenye ile 80% iliyobakia, sawa, kwa muda wa mwaka mmoja au miaka miwili. Na tukisema tunaongeza wigo wa chama, hilo tumelichukua kwa sababu sasa hivi tumeingia mkataba na hicho chama kimoja ambacho kinaitwa CMPD. Sasa kwa hiyo hilo tutalichukua na tutalipeleka kwa viongozi wetu. Lingine la nusu pesa, kwa sasa hivi sheria yetu ni kwamba lazima uchangie 20%. Hatuna utaratibu mwingine, lakini kwa kuwa walaji mmetuambia hilo, na sisi tunalipeleka kama lilivyo.